We will be sitting all after. Tubaki kidogo sababu tutaendelea kukaa. I just want to encourage you with one thing. Natafuta niwapatie neno kidogo. You know the only reason why we have the names of people in the Bible. Unajua kwa nini tuna majina ya watu ndani ya Biblia? We have names like Jeremiah. Tuko na majina wa Habakkuk, Obadiah, and so many names. Na wengi Matthew, na Mathayo, and so many names. Na wengine sana. It's because they heard from God. Sababu walimsikia Mungu. And they wrote what they heard from God. Na wakaandika yale ambao walisikia kwa Mungu. How many have been speaking, asking God to say, God, speak to me? Let me see your hand. Wangapi walisema Mungu awazungumzie leo? As he spoke a long time ago, kama vile alivyoongea kwa wakati uliopita, so he shall speak in our time. Vile ataendelea kuongea kwa wakati huu. He will not use the skies to speak. Hata tumisha mawingu yatumie. He will forever use a human being. Ataendelea kuwatumikisha watu. If you can't humble yourself before a human being that God gives to speak his word, kama haushushe na kusema Mungu, you will never hear from God. Hautamsikia. I can assure you on that. Ninakwambia. But as the brother comes to preach, lakini mbele tu whoever is preaching today, when they come to preach, wale ambao watahubiri leo, I want you to understand one thing. Nataka nielewe kitu moja. God will speak through them. Mungu ataongea kuwapitia. You have to take it as the word of God. Uikamate kama neno la Mungu. Before we take our seats, mbele tukae, let's just lift up our hands. Acha tuinue mikono yetu. And just tell God, I surrender to you now. Mwambie Mungu nimejishusha mbele yako. Speak to my heart. Unizungumzie roho yangu. As your man servant speaks to us. Kama vile watu wako waliozungumzia. Use him as a vessel. Umtumikishe kama chombo chako. And speak to me. Na utuzungumzie. Encourage me. Utupatie nguvu. Edify me. Na utujaze nguvu. Comfort me. Utupatie nguvu. Speak to me. Uniongeleshe. In the name of Jesus. Katika jina la Let's just whisper a prayer unto God right where you are. Acha tuombe mahali ulipo. Father, we thank you for your word. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. And we pray that you may speak to us. Asante kwa sababu unaenda kutuzungumzia. We bind any distraction. Tunaenda kufunga kila distraction yote. And we ask you that you may have your way. Na tunakuili neno lako lipate nafasi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. We thank you, Heavenly Father. Tunakushukuru Mungu Baba. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen and amen. Amen. Give God a clap offering as we welcome Yesu mkono. As we welcome the brother who is preaching. Kama tunamwalisha ndugu kuhubiri hapo karibu. Naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu, ni tele kama maji mengi yatembeayo baharini, na nitolea tumaini ya kwamba nitatiwa nguvu, na niwe muhodari tena kwa pendo kubwa la Mwokozi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nashukuru Mungu sana. I thank God kwa makuu na maajabu ambayo ananitendea. For the great things that he has done for me. Kwa kweli wakati kama huo labda singekuwa. Honestly, within that time maybe I couldn't be alive. Sababu nilipiganishwa na nguvu za giza sana katika maisha yangu. Because there was a spiritual battle within my life. Na kabisa watu wengi wanajua. And many people knows that. Na kama mimi nasimama hapa. And if I stand before you today. Kweli naona kama Mungu iko. Really, I see that the Lord is alive. Kama mkono wa Mungu yuko juu yangu. And I believe that the hand of God is upon me. Sababu haingekuwa Mungu. If it was not him. Saa hii kama mlishanisahau. Today I couldn't be alive. Kama saa hii historia ya Justice imekwisha. My story could have been vanished. Kama saa hii ningekuwa mbali. Today I should have been far. Lakini Mungu alinipigania sana. But God has fight for me. Si Mungu, si mwanadamu. It's not a human being. But ni Mungu alinipigania. But it's the great Lord who fought for me. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na neno ambalo tutajifunza leo. And the word that we're going to learn today. Ni neno ambalo Mungu alishuhudia niliwapatie kwa leo. It is the word that Lord has told me to speak to you today. Na mimi mwenyewe nipate kujifunza hili somo. And myself I shall get a lesson from it. Kusudi tujue tutafanya nini. So that we may know what to do.
Na twende katika kitabu cha Marko. We open the book of Mark. Shairi lake la 10 mstari wa 17 tutaishia 12. Sorry. 10. Mark chapter 10 verse 17 up to 20. Na tunahitaji mchungaji Kapinga apate kutusomea. And we seek for the Kapinga to read for us. Na tunaanzia ku Marko sura 10. Starting from Mark chapter 10 mstari wa ngapi? 17 verse 17. Inasema hivi wapendwa. It says, beloved, Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, even when he was trying to go on the way, mmoja akakuja mbio, one person came first. akapiga magoti mbele yake, He kneeled before him akamuuliza, and asked him, "Mwalimu mwema, the good teacher, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele?" what shall I do to inherit the kingdom of heaven? 18. 18. Yesu akamwambia, The Lord said to him, "Na nini unaniita mwema? and why do you call me righteous? Kuna aliye mwema, ila ni mmoja tu, ndiye Mungu. There's only person that is the only righteous, which is God. Unajua amri, usiue, You know the commandment not to murder, usizini, you shall not commit adultery, usiibe, you shall not steal, usishuhudie uongo, and you shall not testify lies, usidanganye, do not lie, usihesabu baba yako na mama yako, usikose kuheshimu babako na mamako." and do not disrespect your parents. 12 nasema hivi, 20 says, akamwambia, and he told him, "Mwalimu, teacher, nimetii maneno haya yote ambayo unasema tangu utoto wangu." I have respected all the words since my childhood. Yesu akamtazama, And Jesus looked at him, akampenda sana, and he liked him so much. akamwambia, And he told him, "Umepungukiwa na neno moja tu. you have run short of one word. Kwenda zako ukauze vitu vyote ulivyo navyo, Go and sell everything you possess na ukawape maskini, and give to the poor, nawe utakuwa na hazina mbinguni. and you will have the kingdom of God. Na kuja kwangu, And you will come to me. chukua msalaba wako na unifuate sasa." Take the cross and follow me. Lakini alipokuja But when he came uso kwa neno hili, within this word, akamwambia zake, and he told Ezekiel, akakwenda zake he went on his way, na akahuzunika, and he was so sad kwa sababu alikuwa na mali nyingi, because he possesses so much, alishindwa la kufanya. and he was unable. 13 nasema hivi. Tutaishia And then hapa. it will Tutaishia say- hapa. Asante. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunasikia jinsi andiko hili linashuhudia. We can hear the way the word says. Mtu mmoja alimwendea Yesu. One person went to Jesus. Yesu alikuwa akitembea katika njia. Jesus was just walking along the way. Halafu huyu mtajiri alikuja kwa Yesu. This rich person came to Jesus, Akapiga magoti and he kneeled down na kumuuliza Yesu, and asked Jesus, "Mwalimu mwema, the good teacher, nitafanya nini ili nipate uzima wa milele?" what shall I do to inherit the kingdom of heaven? Hili ulizo aliuliza This question that he asked, ni ulizo kwangu na kwenu. it is the question from me and you. Ni ulizo nye mtu unapata kushuhuliza, nitafanya nini nipate kuurithi uzima wa milele. It is the question that you're supposed to ask yourself, what shall I do in order to inherit the kingdom of heaven? Ingawa alikuwa na mali mingi, Though he had so much possession, lakini hili ulizo lilikuwa ndani mwake. but this question was within him. Nina mali, I have righteousness, nina vyote, I have everything. lakini nitafanya nini sasa ni upate uzima wa milele? But what shall I do in order to inherit the kingdom of Halafu heaven? Yesu akaanza kumfunza na kumwambia, And Jesus started teaching him, unazijua amri, you know the commandment, usiue, you shall not kill, usizini, you shall not commit adultery, you usiibe, shall not steal, usishuhudie you uongo, shall not speak lies, usidanganye, do not lie against anyone, uwaheshimu baba na mama yako. respect your parents. Alafu mtajiri akajibu, mwalimu, And then the person answered, teacher, hizi amri nilizitii bado ningali mtoto.
I have committed to all these commandments ever since I was in a childhood. Yesu akamtazama akampenda sana, And Jesus looked at him and he liked him so much. kwa sababu ni kweli ndani mwa maisha yake alitii hizo amri. Because it's true that he has committed to this. Lakini Yesu akamwambia sasa, uende ufanye kitu kimoja, But Jesus told him, go and do one thing. utoe mali zako Take all your possessions and ugabulie maskini. and distribute them to all the poor. Na hile neno ndio lilikuwa gumu kwake, sababu Biblia inasema kwamba alikuwa na mali mingi sana, And this was a very hectic word because he was a wealthy person. na mali ndio ilikuwa inatawala maisha yake. And the richness was the one which overcame him. Hapa hizo amri ambazo tunajifunza, yenye Yesu anamfunza mtu huyu, These commandments that Jesus teaches this person, hizo ni amri 10 ambazo Mungu alimpatia Musa, these are the 10 commandments that Jesus given to Moses. na kaambia Musa atakayetii hizo amri kweli ana uzima. And he told Moses that whoever will admit to this will actually have the Na life. katika amri hizo 10 Yesu alizifunza, And within these 10 commandments Jesus has taught, lakini tuangalie andiko lingine linasema nini, sababu neno tutajifunza leo ni amri mpya. let's look at the other word which says that we're going to learn the new commandment. Ne amri mpya ndio tutajifunza leo. The new commandment is what we're going to learn today. Tukimbilie kwenye kitabu cha Mathayo Let's go to the book of Matthew, 22, chapter 22. tutaanzia 35 na kuishia Verse 35 up to 40. ya basi tuendelee tusomee pale tuangalie. First, you can keep on reading. 22. 35 yake inasema hivyo. 35 says, beloved, Mmoja wao mwana sheria one of them within the right, akamuuliza akimjibu, and he asked, saying, Mwalimu, Teacher, katika Torati amri gani iliyo kubwa? in the commandment of Torah, which one is the biggest word? Which one is the biggest commandment? Akamwambia, And he told him, upende Bwana Mungu wako na moyo wako wote, love your only God with all your heart, na kwa roho yako yote, with all your soul, kwa akili yako yote. within your mind. 38. That is 36, 38, sorry. Hii ni amri iliyo kubwa ya kwanza. This is the greatest commandment. Na ya pili, Secondly, inafanana na hiyo. the second commandment is almost alike. Nayo ni hii. It also says this: Penda jirani yako kama mwenyewe ujipendavyo. love your neighbors as you love yourself. 40 nasema hivi. 40 says, Katika amri hizi mbili, within these two commandments, inategemea Torati yote na manabii. Amena. it depends on Amen. all the Toratis and all the prophets. Bwana Amen. sifiwe. Praise the Lord. Ambao mtu wa kwanza tunamsoma, yeye alikuja kuuliza nifanye nini nipate uzima wa milele. The first person who went to go and ask, what should I do in order to inherit the kingdom of God? Huyu wa pili yeye hakukuja kuuliza, lakini alikuja kumjaribu Yesu. The second person didn't just come to us, but he came to attempt Jesus. Akamjaribu akamwambia, He attempted him by saying, Biblia inamuita mwana sheria. the Bible said a person who with authority. Ni watu ambao walishifunza sheria, Torati yote ilikuwa katika kichwa chake. There are the people who have learned all the commandments within their head. Ni mtu alijua amri 10 zenye Mungu alimpa Musa. It's the person who has learned all these 10 commandments which God Alikuwa has given to akitembea tu Moses. anazitaya tu sawa vile ndege naweza taya, lakini hajui kitu He yoyote. was just walking just like a bird, wondering what to do, but he doesn't know anything. Anakuja kumjaribu sasa Yesu. He came to attempt to Jesus, Anamuuliza naye swali, and he asked Jesus, mwalimu, katika Torati, God, within Torah, Jesus, within katika Torah, amri 10 za Musa, within the 10 commandments of Moses, ni yupi iliyo kubwa na ya kwanza? which one is the first
one and the greatest ones. Yesu akamjibu, Jesus answered, ya kwanza umpende Bwana Mungu wako the first one, you shall love your only God kwa moyo wako wote with all your heart, na kwa roho yako with all yote your soul, na kwa akili zako and zote. with all your mind. Na hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. And this is the only first commandment and the greatest Na commandment. ya pili inayofanana hayo, And the secondly, which looks like this, umpende jirani yako kama vile unavyojipenda wewe love your mwenyewe. neighbor as you love yourself. Huyu mtu This person ni mtu alikuja tu kumjaribu Yesu. is just a person who just came to attend Jesus. Na kama tukisoma katika kitabu kingine, huyu mtu alimuuliza sasa Yesu, If we read again in another book, this person sasa asked Jesus, jirani yangu ni nani? and who is my neighbor? Ndio Yesu akamtolea hiyo mfano akasema Then Jesus gave him this ya kwamba example mtu by saying, mmoja alitoka Yerusalemu, one person came from Jerusalem. naye alikuwa akishuka Yeriko. He was just going down Alafu Jericho, alifika katika njia akapigwa na wanyang'anyi. and he was found by some people who Vitu attacked him. yote alikuwa nayo wakamnyang'anya. Everything that he was having, they took away from him. Sasa Mlawi akapita, ni mtu wa kanisa, And Mulawi who passed, he was a person from church. hakumfanyizia chochote, akapita mtu yule na kaenda zake. He didn't save his life, he just proceeded. Kuhani naye ni mtu wa kanisa, And Kuhan is also a person from church. Wafaransa wanamuita sacrificateur. In French, we call him a sacrificer. Naye alipita, naye hakufanya And chochote he kwa did mtu not huyo. save his life, and he proceeded. Kisha Msamaria And the good Samaritan, alipopita akamwonea huruma, he passed by and he was sorry, akamkamata, and he took him akamusukula vidonda vyake and he washed his soles, na akampeleka kwa chumba ya waganga, and he took him to one of the chambers of the doctors. na akalipa waganga wamutunze mtu huyo He paid all the bills in order to be taken care of hadi apone. till he's gonna get ill. Sasa Yesu akauliza huyu mtu, Then Jesus asked this person, sasa nani aliyekuwa jirani yake wa kweli? then who is the good neighbor to this person? Ule mtu akajibu, ni yule aliyemwonea huruma. The person answered, is the person who felt mercy for the Na Yesu person. akamwambia, nao uende ukatende hivi, utapata na And wewe. Jesus said, you shall also go and apply the same thing. Ukisoma hiyo maandiko utakuta katika Wayahudi na Wasamaria walikuwa watu hawasikilizani. If you read in the one of the books, the Judas and the Samaritans were Lakini huyu Msamaria wanamwita Msamaria mwema sababu alitenda mema kwa mtu yule aliyekuwa adui yake. Alikuwa hawasikilizani. the Samaritans, they actually been called the good Samaritans because they are the people who have committed the right things to the person which they don't know. Na mtu huyo alikuwa kweli anatoka Yerusalemu. And this person were actually coming from Jerusalem. Aliyemtendea mema alitoka Samaria. The person who has done the good things for him came from Wandugu zake Samaria. walipita pale kuhani, hawakumfanyia kitu yoyote. All his people passed by, but they didn't do anything for him. Lakini Msamaria asiyemjua yeye alimtendea mema. But it's the good Samaritan who did not know him has done the good things for him. Tuangalie Yohana 13. Let's look at John 33. 13 na mstari wa 34. John 33 verse 34. Ya 13 34. John 13 verse 34. Acha nisome mwenyewe. Let me read myself. Amri mpya nawapa, The new commandment I give you, mupendane kama vile nilivyowapenda ninyi. love within yourselves as I love you, Nanyi mupendane hivyo hivyo. and you shall love accordingly. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, Till all the people will discover that you have been my people, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. if you Amen. have the love among yourselves. Amen. Tunasikia hapa Yesu alifundisha ule mtajiri, zilikuwa amri zenye Mungu alimpatia Musa. We can hear that the teachings that Jesus has given to that wealthy person was the Na huyu commandment that Jesus gave to Moses. Na huyu mwanasheria Yesu alimfunza amri mbili. And this person within the authority, Jesus also
katika amri 10 za Musa, within 10 commandments of Moses, Yesu akatoshamo amri 2. Jesus took out the 2 important Ya kwanza commandments. ni kumpenda Mungu. First one was to love God. Ya pili ni kumpenda jirani ama ndugu kama vile unavyopenda nafsi yako. Secondly was to love your neighbors as you love your soul. Na hapa sasa Yesu anasema, haseme hizo amri 10 za Musa. And now